Wananchi upande wa mradi huu wa daraja, ninafahamu mmeteseka kwa muda mrefu sana. Nilikuwa nimezungumza na injinia walau apate fursa ya kuwaeleza, lakini nimekumbuka kabla ya kufika hapa tumepata maelezo ya mradi pale. Taarifa tuliopewa, mradi huu ulipaswa kukamilika mwezi uliokwisha, mwezi wa 11. Lakini zipo changamoto ambazo tumeelezwa zimepelekea mradi huu kuchelewa kukamilika kwa wakati. Changamoto kubwa kuliko zote zilikuwa mbili. Changamoto ya kwanza ilikuwa ni kuondoa miundombinu hii ya watu wenzetu wa TANESCO. Ilikwisha kufanyika na imekamilika. Lakini changamoto ya pili ilikuwa ni kuiweka sehemu sahihi baadhi ya miundombinu ya maji ambayo iko chini ya ardhi hapa tuliposimama. Hii imekuwa kazi ngumu na ndio imekuwa kikwazo kwenye kukamilika kwa wakati mradi wetu huu. Nataka niwapongeze serikali kwa sababu imeendelea kumbana mkandarasi pamoja na changamoto ya ucheleweshaji wa utoaji wa miundombinu hii ya maji. Lakini hapa tulipo si pabaya. Ombi langu kwa mkandarasi na injinia msimamizi wa mradi huu, wananchi hao wameteseka sana. Wananchi hao kwa muda mrefu wamehangaika sana. Na kwa bahati mbaya sana jiji letu la Mwanza lina malango makuu mawili peke yake ya kuingia ndani ya mji. Lango la kwanza ni hiyo njia ya kutoka Msoma kuja Mabatini kuja mpaka mjini. Lakini lango la pili ni hii njia ya kutoka mjini kupita hapa Mkuyuni kwenda kule Buhongwa. Inapotokea changamoto ya mradi kama huu umechelewa, maana yake tunazifunga shughuli za uchumi ndani ya jiji letu. Lakini juzi imetokea changamoto ya mafuriko maeneo haya. Wananchi mnafahamu adha mlioipitia. Inakulazimu zaidi ya masaa 5 mpaka 6 umeshindwa kuvuka ng'ambo ya pili kuingia ndani ya jiji letu la Mwanza. Nitumie fursa hii kukuomba sana mkandarasi na msimamizi wetu ambaye unatoka TANROADS. Maelekezo niliyopewa, maelezo ambayo yako ndani ya maandishi, ni kwamba mmetoa muda wa nyongeza kwa mkandarasi anayejenga daraja hili mpaka tarehe 28 ya mwezi wa kwanza. Lakini ukijaribu kufuatilia nje na changamoto za uhamishaji wa miundombinu ya maji na barabara, tukubaliane kulikuwa na uzembe mkubwa sana upande wa mkandarasi. Kulikuwa na ucheleweshaji mkubwa sana upande wa mkandarasi. Nataka niwahakikishieni ndugu wananchi, damu yetu ni changa na hatuna cha kupoteza. Tumejielekeza kuja kufanya kazi ya wananchi. Miradi yote ambayo itakuwa ndani ya jimbo la Nyamagana tutaisimamia kikamilifu. Nataka niwaombe ndugu wananchi, tuungane mkono, tushirikianeni. Na kabla kwa kweli ya kupata maelezo haya ambayo kwa kiasi kidogo yamenishawishi na kukubaliana na muda waliomwongezea mkandarasi, kwa umoja wangu mimi na wananchi nilikuwa nimesema kabla ya kuridhishwa na maelezo, mkandarasi ningejiridhisha taarifa yake haikuwa sahihi. Kitu pekee ambacho kilikuwa kinafuata hapa, angekanyaga hapa kuja kuondoa mitambo yake ya ujenzi wa daraja hili. Tungetafuta mkandarasi mwingine ili kazi iende kwa kasi ambayo wananchi wanahitaji. Ninapoelekea mwishoni, mkandarasi, mimi ndiye mwakilishi wa wananchi na hawa ndio wameniajiri. Nina mamlaka kamili ya kutoa maelekezo. Na mkishindwa kufanya hivyo, nitawaomba wananchi washirikiane na mimi kuja kuwasaidia kuwasimamia. Hii barabara hii tunapoendelea kuisubiria, ninaomba sana, ninaomba sana hii barabara ya muda hii ya mchepuko hii itengenezwe, ipitike muda wote bila changamoto na adha kwa wananchi. Palipo na changamoto ya vumbi, maji ya mwagwe kila wakati kulingana. Lakini hayo mabonde tunayoona hayo, kuanzia leo, mkandarasi yuko wapi? Mkandarasi yuko wapi? Njoo wananchi wakuone hapa. Nimemuita hapa ili mfahamu. Mimi leo hapa ni tarehe ngapi? Ni tarehe 3. Ninapoondoka hapa Mkuyuni oye, kuanzia kesho sitaki kusikia habari ya kero ya hiyo barabara.
Kama ni vumbi, maji yafanye nini? Hatutaki kuona makolongo kwenye hiyo barabara. Mkishindwa kutekeleza, Mkuyuni oye, nitakuja na wananchi kuja kuwaelekeza namna ya kufanya hiyo kazi. Siko tayari kuona wananchi hawa wanateseka wakati fedha tayari imekwisha kutolewa. Ni lazima tukubaliane, haya mateso yametosha na yana muda wake. Mkuyuni oye. Injinia utakuwa umenisikiliza. Fikisha taarifa hizi na salamu hizi kwa mkandarasi. Bahati mbaya sana, kundi linalosema Z ndio limezaa mbunge mstahiki, meya na baraza la madiwani hawa. Kwa hiyo tutakusaidia. Jamani, tusikilizane. Tunachokifanya sasa hivi, tunafanya reshaping kila siku. Kila siku. Kama ambao mnaona huko greda linatembea kila siku. Jana tulikuwa tunarekebisha, na nadhani na leo usiku baada ya jamu kupungua tutaendelea kurekebisha maeneo yote ambayo ni korofi. Kwa hiyo swala la maji pia kwa hapa ameshaeleza, tutatekeleza. Ni hayo tu ya kwanza. Jamani, si tumesikilizana vizuri Mkuyuni oye, mtapata fursa ya kusema Mkuyuni oye. Maelekezo ya mwisho. Hizi kazi za marekebisho ikiwezekana zifanyike usiku wakati hakuna shida kubwa ya watu wanapopita hapa barabarani. Kero yetu kubwa katika mkandarasi huyu ni kwamba anafanya kazi kwa mazingira ambayo sio rafiki. Kwanza, ucheleweshaji wa fedha za vibarua. Pia haangalii kwamba yeye ni mkandarasi mzawa, anayafahamu maeneo haya juu ya changamoto ya daraja hili ya maji. Lakini baada ya hapo amepewa kazi akashindwa kutambua kurekebisha hii barabara, mtalo huu ambao ulikuwa unaleta maji hapa. Soko la Mkuyuni watu wamekuwa maskini. Soko la Mkuyuni watu wameshindwa kufanya biashara sababu ya mkandarasi huyu. Mheshimiwa mbunge, ni kweli soko limekuwa kama jalala, watu wameamua kuliacha. Unaweza kufikiri sio soko. Mimi nawatakia kazi njema na Mungu awabariki, na mkandarasi wetu afanye kazi usiku na mchana, tarehe alizopewa afanikishe. Daktari Samia Suluhu Hassan amesha hapa. Na mmemsikia jana anaunguruma. Kazi imeanza na serikali ipo barabarani. Mheshimiwa mbunge na mimi tumeapa takriban mwezi mmoja uliopita. Lakini waheshimiwa madiwani na baraza hili limeapa siku ya jana. Na kwa kasi hii hatutakubali. Tarehe hiyo aliyosema mheshimiwa mbunge wetu kama mkataba unavyosema tarehe 28, lakini barabara hii ipitike kabla ya kuanzia tarehe 10 mpaka tarehe 15. Hatutakuwa tayari kuangalia barabara hii haiendi. Na mimi nikiwa kama mwakilishi wenu Jasco, mkandarasi, meneja wa TANROADS, wabeba nondo, mimi ndo mwakilishi wenu. Kwa hiyo twende tukafanye kazi, tumlipe hichi alichokitoa Daktari Samia Suluhu Hassan. Asanteni sana.